Yes, bwana, tunafahamu kadhia kubwa inayoendelea sasa hivi ni juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo wa Juni 15, yani sawa na siku ya Jumapili. Na taarifa ambayo niko nayo mkononi mwangu ni kwamba mamlaka ya usimamizi wa soka kwa sasa kuna kikao kizito kinaendelea kuelekea katika uamuzi wa kadhia hii. Lakini ukiangalia kuna pande mbili ambazo zinavutana. Pande mbili kwa tatu. Pande mbili hizi kuna upande wa Yanga, kuna upande wa Simba, alafu kuna upande wa mamlaka ya soka. Sasa basi, ukienda kuangalia kinachoendelea kwa sasa ni kwamba Young Africans hii mechi ya tarehe 15 kwa namna moja au nyingine, ya lugha nzuri ya kutumia ni kwamba hawaitaki. Na hawaitaki kwa nini? Kwa sababu hapo awali mechi ambayo ilibidi ichezwe awali kabla ya kuhairishwa, wao walifanya jitihada zote za ule mchezo, ingawaje kisheria haikufanikiwa kwa sababu hakukuwepo na waamuzi, ukaguzi haukufanyika, lakini hilo wao walilifanya kwa maana ya taratibu nyingine zote za msingi. Mbali na hapo sasa, kutoka pale kuja leo, Young Africans wamekuwa wakiimba hatuchezi. Na walipofikia wakaenda mbali zaidi baada ya mamlaka za soka kuwaita Young Africans wakae ndani na wazungumze lugha moja kuelekea mchezo huu wa Juni 15 baada ya kupangwa tarehe mpya. Young Africans baadaye wakaja na mrejesho wa kile kikao ambacho walikifanya na mamlaka za soka ili kuangalia namna ya kucheza mchezo wa Juni 15. Young Africans wakaja na majibu na waliyaweka wazi. Na majibu haya yalikuwa yanaeleza kwamba kuna matakwa yao ambao wanayahitaji manne. Miongoni mwa matakwa hayo ni pamoja na bodi ya ligi ibadilishwe muundo. Lakini ukiachana na hayo yote, kitu kikubwa kwa Young Africans, wamesema kwamba hata kama watacheza mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wao Simba Sports Club, basi sio Juni 15. Ali Shaban Kamwe alinukuliwa hivyo. Maana yake nini? Kwamba mechi ya tarehe 15 Young Africans hawako tayari kuicheza dhidi ya Simba. Sasa basi, kwa upande wa siku, of course siku zinakimbia, mechi ni Juni 15 Jumapili, lakini upande wa Simba wenyewe jana wametoa taarifa yao rasmi kwamba mechi ya Juni 15 ipo pale pale, kwa maana ya kutambua kama ambavyo mamlaka za soka zimepanga mechi hiyo ichezo. Kwa hiyo hapa bodi ndio ambao wanapitia wakati mgumu, kwa sababu Yanga ameshatoa msimamo wake kwamba hiyo mechi haitambui kwa siku hiyo, lakini Simba ametoa msimamo wake kwamba anaitambua kwa siku hiyo. Mamlaka hapa ndio ambayo inapitia kipindi kigumu, na kimsingi miongoni mwa situation kama hii zimewahi kutokea msimu huu kule nchini Misri. Changamoto kama hii imewahi kutokea. Sasa basi, jana afisa habari wa bodi ya ligi kwa maana ya Karim Boimanda kupitia kipindi cha Mshike Mshike cha Azam TV alisema kwamba taratibu za mchezo zinafanyika. Yani mchezo ni Juni 15. Juni 15 Jumapili, taratibu zinaendelea. Na kesho kwa maana ya leo itatoka taarifa nyeti zaidi juu ya mchezo huo, kwa maana ya mchezo wa tarehe 15 Jumapili. Maana yake ni kwamba mchezo uko pale, kwa taarifa ile nilivyoelewa, mchezo uko pale pale, na ndio maana taarifa zote zinaendelea. Sasa ndio maana taratibu zote zinaendelea. Lakini Juni 15, lakini leo watakuja kutoa taarifa rasmi. Sasa taarifa rasmi kwa maana taarifa nyeti, walizungumzia hivyo kwamba taarifa nyeti utakuja kuitoa. Taarifa nyeti hiyo ni ipi? Kuna watu wamezungumza, labda inawezekana ikawa ni waamuzi ndio wanakwenda kutajwa. Kwa hiyo sisi tunaisubiri kadri muda utavozidi kwenda, tutakuja kuizungumza hapa. Lakini situation kama hii yenye kufanana na hivi imewahi kutokea nchini Misri kwa maana ya msimu huu wa 2024-25 ambao umemalizika kule nchini Misri, na hapo ilikuwa juu ya dabi ya Cairo kati ya Zamalek dhidi ya Ahli. Yes, ingawaje yenyewe ilikuwa ina utofauti kidogo. Utofauti uko vipi? Klabu Zamalek na Al Ahly katika dabi yao ya Cairo dabi kuna changamoto ilitokea, na changamoto hii ilikuwa ni waamuzi. Al Ahly waligomea waamuzi ambao
wanatakiwa kwenda kuchezesha hii dabi ya Cairo, na waligomea kwa sababu makubaliano ya kamati za waamuzi pamoja na bodi ya ligi yao, professional bodi ya ambayo inasimamia ligi yao, walikuwa wamekubaliana kwamba waamuzi ambao watachezesha mechi hizi watakuwa wanatoka nje ya Misri. Hivyo basi Al Ahly walikuwa wanasubiri mwamuzi kutoka nje, lakini mambo yakaenda tofauti. Hivyo basi Zamalek akaenda uwanjani kama taratibu zilivyoeleza, kwa maana mamlaka ya ligi yalivyoeleza Zamalek aende uwanjani, na akaenda, lakini Al Ahly akasema siendi uwanjani, akatunisha misuli kabisa. Lakini baada ya pale, baada ya Zamalek kwenda uwanjani, taratibu zilifanyika, kwa maana ya waamuzi walikuwa pale, maofisa wa mchezo walikuwa pale, na wakasubiri Al Ahly aje. Al Ahly yakuja, wakagrant mechi kumalizika. Mechi ile baada ya kumalizika kukawa kuna kizungumkuti. Licha ya mechi kumalizika, lakini bado mamlaka za ligi hazikuipa alama 3 Al Ahly kwa wakati ule, kwa sababu Al Ahly walitoka wakaenda mbele zaidi kukata rufaa. Walikwenda kukata rufaa katika kamati ya Olympic Committee. Sasa kimsingi katika kandanda ya Misri, tutakuja kuangalia structure pia siku nyingine. Katika kandanda ya Misri, Olympic Committee kwa mazingira ya hapa nyumbani unaweza ukasema BMT kwa namna moja au nyingine. Yaani ni baraza kubwa la juu kabisa la kimichezo linaloshughulikia masuala ya michezo. Sasa TFF yenyewe ipo ndani ya BMT. Yes, kwa hiyo hapa Olympic Committee ilikuwa ndo kama CAS kwa lugha nyingine. Sasa Young Africans wenyewe walikwenda CAS, tutakumbuka, juu ya sakata hili, na CAS ikawarudisha nyumbani, ikawaambia nendeni mkasovu matatizo yenu nyumbani. Sasa nyumbani ni wapi? Kuna kamati inaitwa kamati ya rufaa, ipo TFF. Maana yake Young Africans walitakiwa kurudi tena katika kamati ya rufaa na kuja kuzungumza na bodi, kuja kupata suluhisho ya kile kinachoendelea. Sasa Al Ahly yeye hakwenda CAS, alikuja katika bodi ya ligi, alikuja katika baraza la michezo lao kwa maana ya kamati ya Olympic, na hapa ndipo ambapo hitimisho lilipatikana, na hitimisho hilo lilikuwa ni kupokwa kwa alama 3 kwa Al Ahly. Yes, Al Ahly na kweli katika msimu huu amepokwa alama 3 ambazo pia ilibidi ziwe 6. Ilibidi ziwe alama 6, lakini rufaa yao ya pili ambao walikata Al Ahly ikabidi alama 3 zisalie, lakini baadaye ikaja kuleta kidogo mtafaruku na Pyramids ambao walikuwa wakitaka Al Ahly akatwe alama zao 6. Kwa hiyo 3 ziliondoka kwa Al Ahly, lakini hazikumzuia kuwa bingwa na wala hazikumfanya Zamalek kumaliza nafasi ya pili katika ligi ya Misri. Kwa hiyo kamati ya Olympic ilikwenda kusort out kila kitu. Sasa kwa mazingira ya Tanzania, maana yake Young Africans ilibidi waende katika kamati ya rufaa, labda kwenda kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kulisort ili jambo, kwa sababu CAS waliwarudisha tena ndani ya Tanzania. Kwa hiyo so far tunapozungumza mazingira yako hivi. Tunasubiri maamuzi magumu ambayo watakuja nayo TFF, kwa sababu nasema maamuzi magumu kwa sababu hizi klabu mbili ndio heavyweight za kandanda ya Tanzania. Maana yake huyu anasema mechi anaitambua ipo, huyu anasema tarehe hii mechi haitambui. Tafsiri yake maamuzi yoyote ambayo TFF watakuja nayo yanaweza kuwa na faida kwa upande mmoja, wengine usio na faida, au yakawa na faida kwa upande mmoja, wengine usio na faida, yani vice versa. Kwa hiyo tunasubiri kuona mamlaka za usimamizi wa michezo zinakuja na maamuzi gani, na maamuzi hayo ndiyo ambayo yatakwenda kuamuliwa. Labda itakuwa ni kweli kwa maana kutambulisha waamuzi, na ikiwa kutambulisha waamuzi maana yake ni hatua zile za mwishoni kuelekea huo mchezo. Je, Young Africans watapokeaje hilo? Hatujui. Tunasubiri kuona mamlaka zitakavyoeleza, lakini so far jambo limekomea hapa.